waandishi ni nani? Kwanza nani katika Biblia? Mwandishi wa kwanza kabisa katika Biblia ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. Wapi kaandika Mungu mwenyewe? Msomaji nipo. Naenda kitabu cha Kutoka sura ya 32 aya ya 15. 31:18 Kutoka. 32:15 Kutoka. 32:15 Kutoka. Naam. Haya nitasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima Sinai. Ndio. Na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Ndio. Mbao zilizoandikwa pande zote mbili. Ndio. Upande huu na upande huu ziliandikwa. Ndio. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu. Ndio. Nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu. Haleluya. Yaliyochorwa katika zile mbao. Nayo maandiko yalikuwa ni maandiko nani? Ya Mungu. Lakini hawezi kuandika, hana mikono. Kwa sababu yeye hana mfano, kwa hiyo hana mkono, hawezi kuandika. Lakini Mungu wetu ana mikono, kaandika nini? Biblia. Wa kwanza. Sasa ukija baadaye utoe andiko liko Qur'an, kaandika, akawa ya moja, toa andiko. Huwezi kupata. Hamna. Lakini sisi kwa Mungu wetu ni wa kweli, na ndio aliumba mbingu na nchi, kaandika kwanza yeye. Kwa maneno haya. Neno tena Torati hiyo Kutoka 31:15. Haya nitasoma katika jina la Yesu. 31 Kutoka 18. Hata 18. Kwa wale wanaoandika. Ndio. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai. Ndio. Akampa hizo mbao mbili za ushuhuda. Ndio. Mbao mbili za mawe. Ndio. Zilizoandikwa. Kwa nini? Kwa chanda cha Mungu mwenyewe. Leo Waislamu wanaelewa Biblia leo. Lazima leo Waislamu waelewe. Wasipoelewa hawaelewi tena Biblia hao. Aya ziko wazi. Kwanza Mungu mwenyewe anaandika yeye mwenyewe kwanza. Halafu manabii. Ndio maana tena Biblia ubaka toa maandiko ya Qur'an. Kuna kitabu cha Musa, ndio. Musa kaandika. Yuko mwingine Isaya kaandika. Yuko mwingine Yeremia kaandika. Yuko mwingine Yohana kaandika. No. Hasa nani kaandika Qur'ani? Mbona mwandishi hajulikani? Vipi kwa kitabu cha Mungu wakati mwandishi hajulikani? Lakini leo tuwaambia Waislamu mwandishi wa Qur'ani ambao hawamjui, leo tutaonyesha baadaye. Lakini kwanza tumethibitisha kwamba Qur'ani inaitambua Biblia. Haya ndio maneno ya watu kusikiliza, sio porojo. Labda uje baadaye ukatae Qur'ani leo. Aje baadaye aikatae Qur'ani. Kwamba hii sio Qur'ani. Watu shangilie kwa Qur'ani si kitabu cha. Wewe ukatae baadaye mwenyewe, sio kataa. Kwa hiyo Wakristo na Waislamu kwamba mwandishi wa kwanza kuandika Biblia mali tumetoa ni Mungu mwenyewe. Sasa basi baada ya Mungu kuandika, je, manabii nao waliandika ndani ya kitabu hicho? Je, Mungu aliambia waandike au wakuambia? Nenda Torati 31:9. Haya 31:9 Kumbukumbu la Sheria. Naam. 31:9 inasema. Nasema. Na nitasoma katika jina la Yesu. Lete maneno. Mungu akaiandika Torati hii. Rudia hapo. Musa akaiandika Torati hii. Ndio. Akawapa makuhani. Wana wa Lawi. Naam. Waliolichukua sanduku la agano la Bwana. Na wazee wote wa Israeli. Naye Musa akatoa mle kwenye mbao kwa kwenye karatasi. Akaiandika mwenyewe. Lakini maskini natangaza masikitiko. Mtume wa Islam Mtume Muhammad SAW Qur'an nasema yeye hajui kusoma wala kuandika. Hebu fikiria mwalimu wako anakufundisha wewe hajui kusoma na kuandika. Wewe utaelewa? Maana ukielewa utampita mwalimu wako. Na hii ni kosa kubwa. Ni kosa. Yaani mpita mwalimu wako. Hebu soma 757 Qur'an. 757. Tuangalie cheo cha Mtume Muhammad. Je, anaweza hayo? Inasema ndio ambao wanamfuata mtume. Naam. Nabii aliye ummi, yani Muhammad, asiyejua kusoma wala kuandika. Naam, maliza.
na juu ya hivi ndio atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu. Unaona? Waislamu vipi? Mtume wenu marehemu Muhammad, Qur'an anasema sifa yake au CV yake hajui kusoma wala kuandika jina lake, hajui. Hebu ngoja kwanza mwalimu. Ngoja kwanza. Tumia lugha. Hebu ngojeni kwanza. Kwa lugha laini ili Waislamu pate kuelewa hiyo lugha laini. Sababu mtu amekufa haja hajafa ni tatizo. Ni hivi. Muhammad anasema, Qur'an anasema Muhammad nabii aliyeumi hajui kusoma wala kuandika. Qur'an anasema anajua hivi kwa sababu hajui kusoma na kuandika atafundisha mafundisho ya ajabu ya Uislamu. Ndio, lazima iwe hivyo. Kwa sababu gani? Hana elimu ya kujua kusoma, lazima iwe hivyo. Na ushauri wa bure, Waislamu wanatakiwa wasome ili wawe sawa na mtume wao. Kwa Qur'an nasema sura 3 aya 21 kwamba Waislamu gezao chema wa kumfuata ni Muhammad. Kama wao kusoma na kuandika na wao wasome ili wasipite Muhammad. Huu ni ushauri wa bure. Hasa tumeona Biblia inasema Musa akaandika Torati. Naam. Kwa hiyo kama tumedanganywa, basi sikia mwisho, sikia hukumu, tutamuita Musa. Musa vipi Paulo aliandika haya? Musa sema hapana, Mungu anambia niandike, nikaandika. Kwa hiyo Mungu na Musa wao watutia sisi. Hasa hawa wenye Qur'an ambaye ni shati baka au ng'ombe au ankabuti yani buibui. Je, sikia mwisho kifika, utamuuliza buibui anakujibu buibui kweli? Waislamu buibui haonga buibui. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tumesema hivi. Kwa nini sasa ili Qur'an ni kitabu cha Mungu, kwa nini waandishi wamejificha? Kwa nini? Kwa nini wajifiche? Kwa nini? Ndio tuna mashaka makubwa ya kitabu hicho. Lakini nashukuru mwalimu wa upande wa Kiislamu kathibitisha maandiko mbalimbali ya ndani ya Biblia kwamba haya ndio kweli wa neno la Mungu. Na mimi nakubali ndio. Soma tena sasa ili ungane na mwalimu wa Kiislamu. Ni kweli? Je, ni neno la Mungu Biblia au sio? Nenda Petro 1:21 anza 20. Haya nitasoma katika jina la Yesu kwa wale wanaoandika. Petro 1:20 naanzia. Ndio. Inasema, ndio, mkijua neno hili kwanza, ndio, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko, ndio, upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu. Ndio. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Wakifanyaje? Wakiongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Haleluya! Haya ndio maneno ya watu kusikiliza. Wale mitume na manabii ndani ya Biblia hawakuandika kwa akili zao. Biblia inasema waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio. Lakini Qur'ani haina maskini ya Mungu. Haina Roho Mtakatifu. Haina. Sasa Waislamu ni kwamba tunawaeleza ukweli wa kitabu cha Mungu cha kweli ambacho Qur'ani imesema ni Biblia. Iko wazi. Hicho ndicho kitabu cha Mungu wa kweli. Haya ndio maneno watu kusikiliza. Sasa tuangalie. Hebu hapo mwanzo hapo. Nifungulie hapo mwanzo kabisa hapo. Je, kwa Biblia maandiko haya ni ya nani? Maandiko haya na kitabu hiki ni cha nani? Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Hapo mwanzo kabisa tanguliza. Karibu malizie dakika zako 10, umeongeza moja kujiweka sawa ili umalizie muda wako vizuri. Karibu. Naam, wa Kristo, haleluya. Naam. Mimi nafikiri kama mwanzo niliwaeleza kwamba mada imekwisha, kwa maana mashaka ya Uislamu imeondoka baada ala mwenyewe kutangaza anaitambua Biblia. Nikasema mada imekwisha hapo. Lakini kwa sababu langu ninao haki yangu kimsingi niendelee na yale ambayo mwalimu wa Uislamu ameyaeleza. Sheikh Liko na Ustazi Ngubege tunaomba mpite huko. Naona Sheikh Liko kishafika na yeye. Kwa hiyo tafadhali Sheikh, tunaomba upite huko. Huyu mzee wetu mhadhiri mkongwe. Kwa hiyo tafadhali pita huko. Endelea.
Naomba utulivu. Alikuwa anaita ni waadhiri kidogo, ukumbi wetu watu umebana, kwa alikuwa anaita waweze kuja huku tafadhali. Kwa hiyo naomba mtulie, vuteni usikivu. Kwa hiyo moja kwa moja akianza atakuwa hawezi kustopishwa, aweze kwenda vizuri katika mji wake. Karibu mwalimu. Naam. Baada ya kuona kwamba Allah itambua Biblia, na mimi nathibitisha maandiko ndani ya Biblia kwamba kwanza mwandishi wa kwanza ni Mungu mwenyewe, wa pili manabii. Hata Agano Jipya nilikuwa nakuja kwenye Agano Jipya. Sasa soma hiyo Biblia nilikupa, alafu kwenye Agano Jipya sasa. Maandiko matakatifu ya Mungu yaitwayo Biblia. Unaona? Maliza. Yaani Agano la Kale na Agano Jipya. Unaona? Yaani Biblia inasema maandiko matakatifu ya Mungu yaitwayo Biblia. Yaani Agano la Kale na Jipya. Ndio maana yake. Ni maandiko ya Mungu matakatifu yaitwayo Biblia. Tuangalie na Agano Jipya. Akina nani wameandika Agano Jipya? Nenda Mathayo 23:34. Mathayo mtakatifu 23:34. Alafu kwenye Qur'an tuangalie kuna nini huko. 23:34 Mathayo mtakatifu. Inasemaje? Kwa sababu hiyo, angalieni. Ndio. Mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi. Unaona? Yesu anasema kwa sababu hiyo angalieni. Mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi. Kwa hiyo waandishi wale wa Jipya kawatuma Yesu mwenyewe. Ndio hapo kuna Mathayo. Na kuna Yohana, kuna Luka na wengineo. Ndio waandika maandiko matakatifu ya Agano Jipya. Sasa tuangalie Qur'an. Hii Biblia imeshaeleweka kwa Waislamu kwamba ni kitabu cha Mungu. Tuangalie kwa njia nayo inasemaje. Lazima twende huko. Japo Waislamu wameomba tuongee lugha laini, sio ile ngumu ngumu ile. Itaumiza Waislamu. Sasa twende. Hebu nenda tuangalie waandishi wa Qur'an. Waandishi wa Qur'an. Je, wana sifa ya kuandika vitabu hivyo ama hawana sifa? Nenda kitabu cha Maisha Muhammad ukurasa 8. Chini pale. Some kwa waandishi wa Qur'an, waandishi wa Qur'an. Ukurasa wa 8, kitabu cha Maisha ya Muhammad. Inasema, ndio, habari ya kusoma haijakuwa katika Hijazi. Ndio. Kwa hivyo mtume aliondokea kama Makureishi wengine. Ndio. Bila ya kujua kuandika wala kusoma kilichoandikwa. Ndio. Hajakuwako Kureishi yoyote aliyekuwa akijua kuandika wala kusoma wakati huo. Ndio. Elimu yao ilikuwa kujifundisha mambo yanayohusu maisha ya kibedui. Ndio. Na vita. Ndio. Na kutunga mashairi. Ni ya kusifu ushujaa wao. Ndio. Na kujifundisha kutoa hutuba zinazoweza mara moja kuharakisha watu wapigane bila ya kufikiri. Yaani maandamano haya kwenye Islam ruksa. Na twende. Mtu wa awali aliyejifundisha kusoma na kuandika katika mji wa Mekka alikuwa bwana Habu ibn Umayya. Babu yake bwana Muawiya. Ndio. Alijifunza kwa watu wa Yaman. Ndio. Na yeye wanne katika hao. Ni nani hao? Aliingia katika Uislamu. Ndio. Wakawa ndio waandikaji wahai. Ndio. Aya za Qurani. Nani hao? Endelea. Watu hao walikuwa ni Sayyidina Abu Bakr. 1. Sayyidina Umar. 2. Sayyidina Uthman. 3. Na Sayyidina Ali. Hawa ndio waandishi wa Qur'an. Sasa tuangalie, wana sifa ya kwenye Qur'ani au hawana? Nenda Qur'an 5:93. 5:93 Al-Karimu inasema, ndio, si dhambi juu ya walioamini wakatenda mema, ndio, kwa vile walivyo bila kabla ya kuharamishwa. Ufafanuzi unaendelea kusema, ndio, aya hizi za kukataza ulevi kwa tashdidi hizi zimeteremka mwaka wa 6 wa Al-Hijra, ndio, baada ya kuwa maswahaba wengi ndio wamekufa katika hali ya kuwa wakilewa. Walikuwa chapombe. Yaani wale masahaba walikuwa chapombe, wamekufa hali ya kilewa.